Naam, mtazamaji, tutakuwa na mahojiano baadaye kuangazia namna shughuli hii inavyoendelea ya hesabu ya kura katika KTN News baadaye ama baada ya taarifa hizi, lakini kabla hatujaendelea na taarifa, moja kwa moja twende katika eneo bunge la Malindi ikiwa liko katika kaunti ya Kilifi, mtazamaji, ambako hivi sasa tunaarifiwa kwamba shughuli ya kuhesabu kura inaendelea katika vituo mbalimbali na kisha idadi kamili na kimoja maalum ambacho kimetengwa mjini Malindi ili kutupa hali halisi ya jinsi hali ilivyokuwa kuanzia asubuhi hadi sasa na kinachoendelea. Mtazamaji, naungana na mwanahabari mwenzangu Nick Wambua akiwa katika sehemu ya Malindi ili kutuarifu na mengi tu kuhusiana na siku hii ya leo vile ilienda kuhusiana na uchaguzi huu mdogo wa eneo bunge la Malindi. Moja kwa moja basi, Nick Wambua, naomba uarifu tu watazamaji wetu hali ikoje hivi sasa katika sehemu ambayo uko. Asante sana Ali Manzu kwa wakati huu ambao tuko katika shule ya upili ya Baraka hapa katika eneo bunge la Malindi, ambapo tayari shughuli ya kuhesabu kura katika uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Malindi zimeanza. Uchaguzi huu ulifungwa saa 11 jioni na tayari shughuli hiyo ikaanza moja kwa moja. Kwa sasa tuna zaidi ya vituo 9 kati ya 100 ambavyo wameweza kuhesabu na matokeo yanakuja hapa moja kwa moja kwa kupitia mtandao. Hiyo ni kulingana na lile lengo la IEBC ambapo walikuwa wamesema kwamba watakuwa wanahakikisha kwamba matokeo haya yanakuja moja kwa moja kituoni humu kupitia kwa mtandao. Na kufikia sasa ni kwamba William Baraka Mtengo ambaye ni wa mrengo wa CORD anaongoza kutoka chama cha ODM, anaongoza kwa zaidi ya 70%, ikiwa ni kura zaidi ya 1,400 kura zaidi ya 1,400, akiongoza na kufuatiwa na Philip Charo kutoka mrengo wa Jubilee. Na ni kwamba wamekamilisha kupiga kura wananchi wa Malindi, na matokeo haya tukijaribu kuangalia katika chumba chetu hiki ni kwamba viongozi na wananchi wapo wamefika hapa pamoja na wanahabari kushuhudia nani atakayeshinda katika kiti hiki. Ni kiti ambacho kweli kimegombewa, na katika siku ya leo tumeona matukio mengi tu, matukio ambayo yalikuwa kufurahisha, mengine hayakuwa kufurahisha. Tukizingatia lile swala la wizi wa kura, ni kwamba baadhi ya viongozi walikamatwa wakijaribu kuwahonga wapiga kura ili kuweza kuwarai kuweza kuwapiga kura. Wengine kama vile yule mkuu wa mawasiliano katika chama cha ODM Philip Etale alikamatwa mapema leo kwa sababu zisizojulikana. Madai ni kwamba alikamatwa, alipatikana na baadhi ya vyombo ama vitu vinavyohusika na upigaji kura mapema leo katika chumba chake na akashikwa na polisi. Lakini habari za hivi punde ni kwamba Philip Etale ameachiliwa. Inadaiwa kwamba alikuwa amepelekwa mbali na Malindi, lakini sasa inadaiwa kwamba yuko katika ama mji wa Kilifi, anaelekea hapo Malindi, ambapo ataendelea kushuhudia ile shughuli ya chama chake cha ODM, kura zikiendelea kuhesabiwa. Matokeo haya yanakuja moja kwa moja na tunaendelea kukupasha, manake ndio sasa sherehe imeanza, ndio sasa mambo yameanza, na tuko hapa kwa ajili yako mtazamaji kuweza kukujuza kila jambo linapojiri. Narudi kwako Ali Manzu, ambapo basi utaweza kuendeleza na taarifa za leo, lakini baadaye basi ukirudi kwetu tutakuwa tunakupasha mengi zaidi, yani yepi yanayojiri. Asante sana Nick Wambua kwa taarifa hiyo fupi, na tunatazamia kusikia mengi zaidi kutoka kwako wakati ambapo shughuli hii inapoendelea. Mtazamaji, mapema asubuhi pia tukiwa bado tuko katika sehemu hiyo ya Malindi, uchaguzi mdogo katika eneo bunge la Malindi kaunti ya Kilifi hii ulitatizwa kwa madai ya wanasiasa wa kuwahonga wapiga kura alafu nyinginezo. Mbunge wa Mwea Peter Gitau mapema hii leo alikamatwa baada ya kuhusishwa na ununuzi wa wapiga kura. Vile vile mbunge wa kutoka eneo bunge la Kabete kaunti ya Kiambu Ferdinand Waitutu pia alihusishwa kwenye madai ya kutatiza uchaguzi wa Malindi. Nick Wambua na taarifa hiyo. Mbunge wa Mwea Peter Njuguna Gitau alijipata taabani na kukamatwa na polisi mjini Malindi baada ya madai ya kuhusika kuwahonga wapiga kura katika uchaguzi mdogo wa kiti cha ubunge katika eneo bunge la Malindi. Mbunge huyo anadaiwa kupatikana na kima cha shilingi 200,000 ambazo alikuwa akigawanya kwa wapiga kura kwa nia ya kuwarai. Nikatoka kwa nyumba, nikatembea. Nilipofika nikakuta
huyu jamaa nilikuwa sijajua jina lake, nikamuona anapeana pesa kwa kina mama. Nikamuuliza unafanya nini? Akaniambia hakuna kitu mimi nafanya. Alikuwa amejaza pesa kwa mifuko. Mimi nikaanza kushika mifuko yake. Akaniambia hii ni pesa yangu, naenda kununua maji. Na anasema yeye ni agent wa hiyo polling station. She came and asked me whether I had money. I told her I have no Jubilee money, but I have my own money, which was here, 200,000. Then I had my phone, and then all of a sudden, she asked me to give her the money. You know, you cannot give money without indicating how much you're giving out. All of a sudden, I was fallen. Vijana na wapiga kura waliokuwa macho waliarifu polisi kuhusiana na kisa hicho, lakini akiwa katika kituo cha polisi, mbunge huyo alijitetea kwa kusema kuwa pesa alizokuwa nazo hazikuwa za kuwahonga wapiga kura. I was failed by the aspirants. But no the aspirants, by the goons. As an agent. As an agent, yes. An agent for Jubilee. Yes. Ili wa kura kabisa. Manake amepeana 1000 kwa dadangu ambaye hata si mpigaji kura, lakini alikuwa ni agent na alikuwa anaenda kwa kituo. Alipofika, kabla hajafika kwa kituo, akafikiri labda yeye ni mpigaji kura, akampea 1000. Mapema ya saa 11 wapiga kura walikuwa tayari kwenye foleni katika vituo 100 vya eneo bunge hili. Vijana kwa wazee wote wakiwa tayari kutumbukiza kura kwa kiongozi wanaohisi kuwa anawafaa. Naona nimetekeleza wajibu wangu wa kikatiba, nimetekeleza wajibu haki yangu ya kiuchaguzi, na kwa sababu nimekuwa nikiomba kura ya kwanza niliyoiomba ni yangu. Kwa hivyo nasikia nahisi kuridhika kwamba nimekuja kutekeleza jambo hilo vituoni, lakini kufikia sasa tumeridhika. Hatuna shida, hatuna shaka. Tume ya IEBC imetangaza kuwa wananchi wa Malindi watajua mbunge wao atakayechaguliwa kabla ya saa 3 jioni. Vituo vyote vinatarajiwa kufungwa ifikapo saa 10. Nicholas Wambua, KTN News, kutoka eneo bunge la Malindi. Mtazamaji, taarifa hiyo ya Nicholas Wambua alitayarisha mapema kidogo, na vituo vya kupiga kura vilifungwa mwendo wa saa 11 juu ya alama, na hivi sasa shughuli ya kuhesabu kura hiyo kutoka vituo mbalimbali inaendelea. Vile vile mtazamaji, leo pia kulikuwa na shughuli nyingine ya kupiga kura katika sehemu ya kaunti ya Kericho, na ninaarifiwa kwamba huku wapiga kura ambao walijitokeza kwa wingi kushiriki katika shughuli hiyo katika kaunti ya Kericho, baadhi yao walikosa kutekeleza haki yao pale waliposhangazwa na kukosekana kwa majina yao katika sajili kuu la wapiga kura. Walizungumza na mwanahabari Zubeda Kome kuhusiana na swala hilo. Na shukrani sana. Kwa sasa nazungumza na Elizabeth Cherotich ambaye anasema kwamba amefika hapa kituoni hiki kushiriki shughuli ya upigaji kura, lakini hajafanikiwa kufanya. Atueleze ni nini haswa ambacho kimefanyika. Shukrani sana kwa kuungana nasi. Asante. Nilipofika nikaongozwa niingie stream 1. Nilipoingia huko wakasearch, wakasema jina langu hakuna, wakasema enda stream 2. The same, sikupata jina langu. Nikakuja stream 3 na pia sikupata jina langu. So the presiding officer akaamua apigie wenye wanasimamia IEBC ndipo wache kama wanaweza kupata jina langu, but otherwise nimekuwa nikipiga kura pande huu hata wakati wa presidential na the other years nimekuwa nikipiga hapa St. Patrick Primary. Na labda ukiuliza unaambiwa tatizo liko wapi? Ni jina ambalo labda limesahaulika kuwekwa kwenye hiyo sajili, ama tatizo haswa linaonekana liko wapi? Na kwamba tatizo iko kwa register yao ya IEBC because wakati wote nimekuwa nikipiga kura pande huu. Na kuna wale labda wanahofiwa kwamba huenda walijisajili katika hii shughuli inayoendelea, hata kama tunajua kwamba Kericho haijafanyika. Umekuwa nje ya kaunti hii na ukaenda kujisajili kwa IEBC upya. Mimi ni mkaaji ya Kericho tangu mwaka 1975 na mpaka wakati huu mimi ni mkaaji wa Kericho. Kwa hivyo hujabadilisha kitambulisho chako, hujabadilisha maelezo yako kwa sajili ya IEBC? Bado sijabadilisha. Kuna kitambulisho na election card pamoja naye. Hii ni ile ulipewa mwaka 2012? Ndio. Naam. Tuzungumze sasa na Jennifer ambaye pia hajafanikiwa kupiga kura licha ya kufika katika kituo hiki cha shule ya St. Patrick. Atueleze ni nini haswa ambacho kimefanyika leo? Nimefika hapo kwa mashini, nikabonyeza changu,
lakini nasema ya kwamba ati mimi nina suppose kupigia Kapkatet. Na mimi ni mzaliwa hapa Majengo, huwa napiga kura yangu hapa St Patrick's. Kwa hivyo si mara yako ya kwanza kupiga kura katika kwanza? Nimekuwa nikipiga hapa. Mara ya mwisho ulipiga kura ilikuwa ni lini? Hiyo yenye tulikuwa tuna elect Uhuru na deputy wake. Mwaka 2013. Kwa hivyo hao maafisa katika kituo hiki wamekueleza nini? Wamenieleza niende Kapkatet. Na uko tayari kufanya hivyo? Utaenda kupiga kura yako kule Kapkatet? Nitapigia hapa, kumaanisha pia hata 2017 nitaelezwa niende Kapkatet. Na haujabadilisha chochote maelezo yako ambayo yako na IEBC, haujawahi kuyabadilisha? Sijabadilisha. Na ukiwauliza jina lako limejipata vipi Kapkatet, wanakuambia nini? Hakuna chochote wameniambia. Wameniambia niongoje kidogo, waulize, wacheck kwanza kama ni sawa, alafu nitarudi kupiga kama itawezekana. Matarajio yako ni yapi kuhusiana na uchaguzi huu ambao umefanyika leo? Mimi nataka nipige kura, sitaki ikuwe spoiled kura yangu, na nimekuja na nimeamka mapema nikitarajia kwamba nitapiga kura. Na ukielezwa kwamba haiwezekani kwamba jina lako lirejeshwe tena katika kituo hiki cha St Patrick, utafanya nini? Sitawahi kupiga kura tena. Nitakaa tu hivyo. Kwa sababu inamaanisha kwamba hiyo mashini itakuwa tena ikiread kila wakati niende Kapkatet. Tunakutakia kila la heri. Tunatarajia kwamba utafanikiwa kushiriki uchaguzi huu. Okay, asante. Naam, shukrani sana. Ninavyoona afisa anayesimamia kituo hiki anajaribu kushauriana na kina mama hawa ambao wote wameelezwa kwamba hawezi kupiga kura katika kituo hiki, na tunasubiri kuona matokeo yatakuwa ni vipi. Naam, bila shaka hizo ni baadhi tu ya changamoto ambazo tuliweza kuzipata katika sehemu ya Malindi ambayo tukuletea taarifa hapo, na pia katika kaunti hiyo ya Kericho kama alivyokuelezea hapo awali. Ni taarifa iliyotayarishwa na Zubeda Koome ambaye hivi sasa pia tuko naye kwa njia ya moja kwa moja kutuarifu na mengi tu kinachoendelea hivi sasa. Zubeda, labda katika kituo kikuu hicho cha kupokea matokeo, labda kuna nini kinachoendelea kwa sasa? Naam, shukrani sana Alimanzu ukiwa pale studioni jijini Nairobi. Mtazamaji, tuko kwenye ukumbi wa Kericho T ambapo matangazo rasmi kuhusiana na uchaguzi ulioandaliwa hii leo yatatangazwa rasmi na maafisa wa IEBC. Tayari wameanza kuketi pale ambapo kuna afisa anayesimamia uchaguzi kaunti ya Kericho, pia ana maajenti wake ambao wameketi pale, maafisa wa IEBC pia wameketi pale, na tunaona tayari wanasiasa na maajenti wao wamefika katika ukumbi huu. Namuona Seneta wa Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen yuko hapa na waziri wa Kawi Charles Keter pia amewasili. Wote wanaangalia takwimu za kutiririka kwenye kiwambo kikuu kuhusiana na matokeo ya mapema ya uchaguzi ambao umeandaliwa leo, ambapo tunamuona Cheruiyot Aaron Kipkorui wa chama cha JAP anaongoza kwa kura 17,276 ambazo ni 65.40 ya kura zilizopigwa. Sang Kipkorir Marisin wa chama cha KANU ana kura 8,715 ambazo ni 32.99 ya kura zilizopigwa. Tonoi Daniel Kipkorir ana kura 173 ambazo ni 0.65 ya kura zilizopigwa. Ngeno Wycliffe Kipkemoi ana kura 97, Mutai David Kipkoech ana kura 85 na Sigei Paul Kipyegon ana kura 70. Mtazamaji, kufikia sasa ni kura ambazo zimepokelewa kutoka vituo 119 kati ya vituo 623 ambapo uchaguzi uliandaliwa hii leo kaunti ya Jumla ya wapiga kura waliosajiliwa ni 290,447. Kufikia sasa kulingana na takwimu hizi ni kwamba idadi ya wapiga kura waliojitokeza kushiriki uchaguzi huu ni 56.87. Mtazamaji, nikiangalia labda kura ambazo zimekataliwa na IEBC kufikia sasa ni kura 200 kati ya zile ambazo zimepigwa, na kura ambazo zimeidhinishwa na IEBC ni 26,000. Mtazamaji, ni matokeo ya mapema ambayo yamewasili hapa katika ukumbi wa Kericho T ambapo tunasubiri mshindi atatangazwa kutoka ukumbi huu, ambapo tunaarifiwa kwamba ikilinganishwa, ikizingatiwa jinsi hali ilivyo kwa sasa na matokeo ambayo yameanza kufikia sasa, ni kwamba mshindi katika kinyang'anyiro hiki kunradhi atatangazwa kufikia mwendo wa saa 3 usiku wa leo, na cheti kukabidhiwa mshindi kufikia mwendo wa saa 5 usiku
walio tayari maajenti, mawakala na maafisa wa IEBC wameminika kwenye ukumbi huu kusubiri matokeo ambayo tayari yameanza kumiminika katika vituo 6 vya kuhesabia kura kaunti ya Kericho. Vituo hivyo vitapokea maelezo hayo, matokeo hayo ambayo ni sawa na yale ambayo tunayaona kwa sasa, na kisha mshindi atatangazwa rasmi kutoka ukumbi huu wa Kericho. Kulingana na ile habari niliyokuandalia awali, nimezungumza na maafisa wa IEBC akiwemo afisa anayesimamia uchaguzi kaunti ya Kericho, na nimezungumza pia na kamishna wa IEBC Mohamed Alawi, ambao wamenieleza kwamba IEBC imepokea ripoti hizo na tayari wameanza uchunguzi kubaini ni nini hasa ambacho kilifanya majina ya wapiga kura wachache kupatikana katika vituo ambako hawakusajiliwa. Wengine waliofika katika vituo walikosajiliwa walipata majina yao hayapo. Kwa hivyo baadhi yao walirejea manyumbani bila kushiriki uchaguzi, na IEBC imesema swala hili linashughulikiwa mkubwa. Pia tuliona idadi ya waliojitokeza kushiriki uchaguzi ilikuwa ndogo mno ikilinganishwa na idadi ambayo ilishuhudiwa kwenye kampeni ambazo ziliandaliwa maeneo mbalimbali nchini. Na ndipo sasa wengi wanauliza nini hasa ni jukumu la nani kushawishi wapiga kura kujitokeza kushiriki uchaguzi? Ni jukumu la IEBC au ni jukumu la wanasiasa? Kwa sababu tuliona baadhi ya waliohudhuria hadhira za kampeni walikuwa ni vijana, lakini tulipita katika maeneo tofauti ya kupigia kura na waliokuwa vituoni humo ni wakongwe. Je, ni kwamba vijana hawapendi kushiriki uchaguzi? Mtazamaji, endelea kutazama KTN News, kwani tutazidi kukuletea matukio haya pindi anapowasili katika ukumbi huu wa Kericho T. Manzu, na kurejeshia fursa sasa uweze kutupasha mengi zaidi kuhusiana na taarifa ambazo zimegonga vichwa vya habari kote nchini. Na Zubeda Kome ukiwa katika sehemu ya Kericho. Mtazamaji, labda kukuarifu tu na kile kinachoendelea hivi sasa katika kaunti ya eneo bunge la Malindi. Uchaguzi mdogo, matokeo yake yanaendelea kuingia hivi sasa, na tunaarifiwa kwamba William Mtengo kutoka chama cha ODM kwenye ule muungano wa CORD anaongoza hadi sasa akiwa na 73.7% ya kura zilizopigwa, ikiwa ni kura 1780. Kumbuka matokeo haya ya awali bado yanaendelea kuingia, akifuatiwa na Philip Kitsao akiwa na kura 571. Huyu ni kutoka katika ule muungano wa ama chama cha JAP, ikiwa ni 23.7. Vile mtazamaji, kama unavyoona hapo, hayo ndio matokeo tulionayo hivi sasa. Na lakini katika sehemu ya kaunti ya Kericho pia nafikiri kidogo tutaenda Kericho ili tuweze kuipata. Na kutoka Kericho tunaarifiwa kwamba Aaron Kipkirui Cheruiyot, mtazamaji, anaendelea hivi sasa kuongoza akiwa na kura 45,626, ikiwa ni 63.0% kura ambazo zimepigwa. Kumbuka haya ni matokeo ya awali. Aaron Kipkirui Cheruiyot kutoka kile chama cha JAP ama Jubilee anaongoza kwa kura 45,626, akifuatiwa na Kipkorir Marisin Sang kutoka chama cha KANU akiwa na kura 25,818. Hii ni 35.6% ya kura ambazo zilizopigwa. Tutakuelezea matokeo ya hawa wawili peke yake, manake ni kana kwamba ni safari ya watu wawili ambao wanaelekea mmoja tu ndio anayetaka kuchukua ushindi, naye anaongoza mpaka sasa ni ndugu Aaron Cheruiyot. Mtazamaji, unaendelea kutazama taarifa za KTN leo. Kumbuka kwenye KTN News baadaye tukirudi tutakuwa na mahojiano na wageni wetu ambao tuko hapa siku hii ya leo kutuelezea undani zaidi wa kura hizi zinamaanisha nini kwa vyama vya kwa mfano CORD katika muungano, kwenye muungano wa CORD kwenye ODM, na vile vile chama ambacho kinachoongoza sasa serikalini ambacho ni cha JAP kupitia. Je, unamaanisha nini uchaguzi huu kwa viongozi hawa? Tarudi baadaye, usende mbali. Naam, karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa nyinginezo. Wazazi katika shule ya msingi ya Queens of Angels iliyoko mjini Eldoret katika kaunti ya Uasin Gishu walivamia shule hiyo kwa kile walichokitaja kuwa uongozi mbaya. Wazazi wanadai kuwa usimamizi wa shule umewaachisha kazi walimu wapatao 7, hatua ambayo inatishia pakubwa matokeo ya mtihani wa watoto wao watahiniwa wa darasa la 8. Pata taarifa zaidi na Mary Kilobi. Hawa ni wazazi walio na watoto wao katika shule ya Queens of Angels Academy mjini Eldoret katika kaunti ya Uasin Gishu. Chimbuko la mzozo huu ni madai ya usimamizi mbaya wa shule ambao umesababisha kuachishwa kazi kwa walimu na hata wafanyikazi. Came for visiting on 2nd, watoto walituambia hawajafunzwa. Kumekuwa na hiyo mvulutano ya walimu na management. So on Wednesday at night at 10 ndio tukapata text tukuje tuchukue watoto
at 10 in the morning on Thursday, of which it is normal. We normally come for the kids in the evening at 4. So when we came on Thursday, ndio tukapata walimu hapo wameassemble hapo wakatuambia kuna issues. So we tried to solve that problem na tukatoka hapa tukijua walimu wana sign contract on Friday alafu watoto warudi. So on Saturday morning ndio nikapata text nikaambiwa walimu 7 na subordinate 3. Madai ya kutimuliwa kwa walimu 7 yamewakera sana wazazi hawa walio na watoto katika darasa la 8 wakihofia kuwa mgogoro huu utaathiri masomo ya watahiniwa. As parents, we wanted to know what the problem is because we have children in standard 8 and all their teachers have been fired. Unfortunately, nobody is listening. So when we came in the morning, we've been here since 8. They have run away. So where will our children be? And we do not know where to go from here. Naibu kamishna wa Moiben Lilian Lagat akishirikiana na afisa wa elimu eneo hili walifika katika shule na kudhibiti hali na wakaahidi kutafuta suluhu ya utata uliopo. I want to give these people only tomorrow to come to our office to explain exactly what is going on within this place. Kwa nini walifuta na mimi nasikia tena wafanyakazi 3. Going to have a meeting between us, the administration of the school, and the office of the education plus the sponsors, so that we are able to solve this issue. Mary Kilobi, KTN News. Kwingineko, klabu ya AFC Leopards imetoa uongozi wa ligi kuu ya soka nchini kwa sasa baada ya michuano 4. Leopards ililaza Gor Mahia bao 1-0. Gor Mahia ambao ndio mabingwa watetezi wa ligi kuu hawakushindwa hata mchuano mmoja msimu jana, lakini msimu huu bado wanatafuta ushindi wake wa kwanza. Hivi ndivyo mambo yalivyo kufikia hivi sasa. Asante sana kutazama taarifa za KTN leo jioni hii. Hapa ndio natamatisha taarifa hizi, lakini kwenye muda usiokuwa mrefu kupitia KTN News tutakuwa na mahojiano yetu tukiangazia matukidadisi za hii midogo miwili inaofanyika. Ina maana gani kwa vyama vikuu hapa nchini Kenya? Vile vile tutajaribu kuwasiliana na wenzetu ili kutupa matokeo halisi namna yanavyoingia. Kumbuka haya ni matokeo ya awali. Yote hayo kupitia KTN News. Niite Manzu, kwa heri.